Barua kutoka idara ya kazi nikaandikiwa mimi hapa, na barua hiyo ilikuwa inahusu malalamiko ya wafanyakazi dhidi ya makampuni ya ulinzi mkoani Shinyanga, na ndio maana tuko hapa pamoja. Lengo ni kujenga, hatujaja kukamatana, lakini lengo ni kujenga, kupata elimu kwa maana ya wamiliki pamoja na nyinyi ambao ni watenda kazi. Malalamiko hayo ni kama yafuatayo: moja, wafanyakazi kutopewa mikataba ya ajira baadhi ya kampuni. Mbili, malipo ya mishahara chini ya viwango vinavyoainishwa sheria. Tatu, mishahara kutolipwa kwa wakati. Nne, kutozingatiwa kwa masaa ya kazi, malipo ya muda wa ziada, mapumziko ya wiki na likizo stahiki. Namba tano, waajiri kutochangia mifuko ya hifadhi yani NSSF na WCF. Na la sita ni kuachishwa kazi bila kufuata utaratibu wa kisheria. Jeshi alipewa kibali cha kuanzisha hizi kampuni na kuzisimamia, lakini aliweka masharti. Aliweka masharti kwa wale wamiliki ambao watafungua kampuni waweze kuyazingatia. Na kila mmiliki ambaye yuko hapa atakuwa alipewa barua kama hii na mkuu wa jeshi la polisi, ikimruhusu sasa kuendesha shughuli za kampuni za ulinzi. Sharti la kwanza ambalo mliambiwa kwamba mhakikishe kwamba askari au walinzi mtakaoajiri wao ni Watanzania ambao hawana rekodi za uhalifu. Lakini kampuni pia inatakiwa iwe na ofisi katika mahali panapojulikana na kufikika. Askari ambao utawatumia wewe mwenye kampuni wawe na filimbi. Hebu simameni hapa mwanzo. Naona nisaidie kuangalia filimbi. Kama waliokaa mbele kabisa hamna kitu. Sasa afande IGP amesema kabisa hao askari utakaowatumia wawe na filimbi. Kumbe mimi nikikuta kampuni yako askari wako hana filimbi, nikiandikia kwamba unakiuka masharti, kibali chako kitafutwa. Kwa sisi kama ofisi ya idara ya kazi mkoa wa Shinyanga na majukumu ya kusimamia utekelezaji wa sheria za kazi, ndio wajibu wetu wa msingi kabisa. Sasa katika sheria za kazi tuna sheria ya ajira na mahusiano kazini sura ya 366 ya mwaka 2023. Sasa katika sheria hii imeweka viwango vya ajira, na hivi viwango ni wajibu wa kila mwajiri kuweza kuvitekeleza mahali pa kazi, sio hiari. Ni lazima kila mwajiri aweze kutekeleza hivi viwango vya ajira. Sasa kiwango kimojawapo ni mikataba ya kazi. Sheria imeelekeza wazi kabisa kwamba mkataba wa kazi ni makubaliano ya hiari kati ya mwajiri na mwajiriwa katika kufanya aina fulani ya kazi na malipo stahiki kwa mfanyakazi husika. Jukumu ambalo NSSF imepewa kwenye sekta binafsi ni kuhakikisha kwamba watu hawa kwenye sekta binafsi na wao hawaachwi na hifadhi ya jamii. Serikali ina mifuko miwili ya hifadhi ya jamii. Ina mfuko wa PSSF ambao unashughulika na watumishi wa serikali au watumishi wa umma, na halafu pia ina NSSF ambayo inashughulika na sekta binafsi. Sekta binafsi inajumuisha yote, iliyoajiriwa na iliyojiajiri. Kwa hapa leo tuna waajiri na tuna waajiriwa. Kwa kwenye sekta binafsi hawa ni waajiri na hawa ni waajiriwa. Sasa pengine kila mmoja anahusikaje hapa? Kwa upande wa NSSF ni lazima kila ambaye ameajiri anapaswa kujiandikisha NSSF kama mwajiri, kila aliyeajiri, kwa sababu yeye amepewa sasa jukumu na serikali kuwakata watumishi na yeye kuongezea asilimia yake ikaje vote NSSF. Kwa akishakuwa ni mwajiri au akishakuwa anafanya biashara au kazi yoyote, halafu ikamlazimisha sasa kuwa na mfanyakazi,
analazimika kisheria kuandikishwa NSSF. Na kisha andikishwa sasa NSSF kama mwajiri. Namna kumwandikisha mwajiri hakuna ugumu. Ni chini yake ambayo amepewa na TRA, lakini mamlaka husika iliyompa kibali, kwa maana sasa zile barua ambazo tumepewa, lakini pia business license kama anayo. Hivyo ndivyo tunavyovitumia. Tukisha mwandikisha mwajiri, baada ya hapo sasa mwajiri anapewa jukumu la kuhakikisha kwamba anaandikisha watumishi wake wote ambao anafanya nao kazi. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba watumishi wetu wote